Karibu kwenye huduma ya Reality of Christ ambayo inaongozwa na mtumishi wa Mungu Sanibela Kiando kwa mafundisho ya neno la Mungu. Na ukiangalia vizuri Biblia yako, mlango wa kwanza Mungu anatoa mamlaka juu ya vitu vilivyoko duniani. Na maombezi kila siku ya Jumatatu saa 12 jioni na siku ya Jumatano maombezi ya mmoja kuanzia saa 12 jioni, siku ya Jumamosi kuanzia saa 9 hadi saa 12. Tumemwona Mungu akiponya, akifungua na kufanya makubwa kwenye maisha ya watu. Karibuni sana. Mahali ni Sinzamuri mkabala na ofisi za TAMWA. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0657 173322. Pia unaweza ukatembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, Twitter na YouTube kwa jina la Reality of Christ Ministry. Kama kuna time nzuri ambayo ninaamini utakuwa unaisubiri, basi ni wakati mzuri wa kwenda kujifunza kwa mtumishi wa Mungu Sanibela. Niombe tu radhi kwa watazamaji Chomoza. Najua mlikuwa mmejipanga kwa ajili ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Dr. Eli. Bahati mbaya amepata tu udhuru, yani sio udhuru, amepata tatizo akiwa njia dharura. Yes, dharura. Kwa hiyo ameshindwa kufika. Najua teknolojia na hivi vitu hivyo. Kwa tumuombe, naamini wiki ijayo tutajifunza, lakini bado tunaendelea kujifunza hapa kwa sababu yuko mtumishi wa Mungu Sanibela hapa kwa ajili ya kuweza kutuhudumia vizuri. Tunajifunza, ameanza na somo lake na bado linaendelea hapa. Karibu sana Bela. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo ambalo tumeanza na limekuwa na mwitikio mkubwa sana kwa habari ya Mzee Tera. Ndio, Mzee Tera. Mzee Tera. Jinsi ambavyo aliwafanya kina Ibrahimu wakakwama. Sikutegemea impact yake itakuwa kubwa kwa kiwango hicho. Ila wakati niko ofisini, ndio tukapata simu ya pastor na mkewe. Na wanasema mama mchungaji anasema Jumapili mara nyingi huwa angalia Chomoza kwa sababu anajiandaa kwenda kwenye ibada. Lakini siku hiyo alikuwa katika kujiandaa na ibada. Sawa. Sebleni ghafla kamsikia Sasali anasema hii hatari sana Mzee Tera. Kwa hiyo akasema akaamua kukaa kusikiliza ni kitu gani. Na aliposikiliza lile somo akajijua ana shida. Akasema walikuwa na waumini kufikia karibu 150. Imefika sehemu wamefika na waumini kama 12. Kanisa limepukutika sana na imefika kwenye level ambayo hawawezi hata kulipa kodi. Kwa hata serikali za mitaa zimeshawaita kwa ajili ya kuondoa, lakini huduma haiendi. Yaani huduma imefika sehemu haiendi. Imestaki. Na anasema wamefunga kila aina ya mfungo ambao wanaweza kufunga. Wameomba kila aina ya maombi. Na unajua imefika sehemu kaja na baba mwenyewe. Yaani kaja sio mama mwenyewe, kaja mama na baba mchungaji na baba mchungaji. Wakaniambia tuliposikiliza ile tukajua tunahitaji msaada na tunahitaji grace kubwa zaidi iweze kutusaidia hapa. Sasa wakati tunaongea kwanza nilifarijika sana kuona tunafanyika msaada kwa watu kwa kiwango hicho. Nikamwambia haina shida, nikamwambia baba naomba tupishe kidogo kwa sababu wakati tunaongea naye nilijua tatizo liko wapi. Gusa kwa mama. Kila Tera wakainuka huko ndani. Nguvu za giza zikainuka huko ndani. Na kwanza kuexplain namna ambavyo destroy kanisa. Na vitu vingi wakaongea pale, nikamuita baba akasema ni kweli. Kile tunachozungumzwa ni kweli. Lakini siku zote nilikuwa naomba lakini hii spirit haije kumanifest hivi. Basi kabidi tuombe, wakafunguliwa pale. Tukamwambia sasa pamoja kwamba wamefunguliwa, kule kodi inadaiwa. Itabidi sasa kama huduma tujue namna ya kuweza kuhandle, tuweze kuwasaidia muweze kurudi tena alafu muanze huduma upya. Tukasema hii ni moja kati ya shuhuda kubwa sana. Tunataka tufanye coverage before alafu tujifanye coverage after. Kanisa likishakuwa limerudi sasa kwenye ile hali yake ya ukubwa. Lakini unaweza kaona namna gani ambavyo tunafanyika msaada kwa watu. Na huyu ni mchungaji na anakuambia kabisa tumefunga
Kuna mpenzi mtazamaji hata kufunga ajui kukoje. Kweli. Hajui kabisa, hajui. Saa 6 tu hapo tayari tafuta juice. Amestaki, alafu vitu haviendi, lakini tunamshukuru sana Mungu. Watu wanaelewa kitu ambacho tunakifundisha. Maana kazi yetu sisi ni kuliweka neno kwenye maisha ya kawaida, uone tatizo lililonalo, alafu ujue namna gani ya kutoka. Ya kulisolve. Whether unakuja kwetu au unaenda kwa mchungaji wako ambao mwenye uwezo wa kukusaidia kwenye ile eneo, lakini at least mwisho wa siku ufike kwenye sehemu ambapo huwezi kurudi kule ulipokuwepo tena. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuliweka neno wazi kwako ili uweze kujua kwa nini hili litatokea. Leo tunaenda kuendelea sehemu ya pili. Na somo linaitwa matatizo ya mila. Desturi, mila na desturi katika maisha ya Kristo. Sehemu ya pili. Sawa. Na leo tutaenda kuangalia, tutajifunza tena kwa habari ya Ibrahim. Ndio. Lakini tutaangalia sana namna ambavyo vitu kutoka kwa baba vinaweza vikaja kwa mtoto, vinaweza ikaenda mpaka kwa mjukuu na vikafanya mtu akakwama. Soma kwenye Biblia yako kwenye kitabu cha Tasali. Tuna ile digital yetu ipo. Digital hizi kama kawa. Tutasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 11, Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 11 mpaka 16 kwanza. Mwanzo 12. Mstari wa 11 mpaka 16. Sawa. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Tafadhali useme wewe undugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani kwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Endelea mpaka mstari wa 19. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Ndipo Farao akamwita Abrahamu akasema, ni nini ulionitendea? Mbona kuniambia kuwa huyu ni mkeo? Mbona ulisema huyu ni umbu lako, hata nimtwae kuwa mke wangu? Basi sasa huyu mke wako umchukue uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Ukisoma historia inafurahisha sana. Ibrahimu anasafiri, lakini Ibrahimu anajua mke wake ni kiwango. Yaani Ibrahimu hiyo hana shaka. Anajua kwamba mke wake popote anapoenda anaita. Sasa mke wangu tunaenda kwenye nchi ya watu. Na hata kabla hatujafika huko, mimi najua vigezo vyako kwamba hakuna mwanaume atakaye kuona akaresist. Hiki kitu tunataka tukiangalie. Sababu kilipita paka kwa watoto, ubora wa kuweza kuchagua vitu vikali. Kwa hiyo akamwambia, sikiliza, tunaenda kwenye nchi, na tukifika kwenye nchi, mimi kwa jinsi ninavyokujua wewe mke wangu, wanaume watakupenda. Na wakikupenda, ili wakuchukue wataniua mimi. Ndio. Kwa hiyo sasa hebu tufanye kitu kimoja, tukifika kule, tuseme wewe ni nani? Ni dada yangu. Sawa mke wangu, sawa. Wakaanza safari. Na kweli Biblia inasema walipoingia kwenye ile nchi, watu tu wa kawaida walipomwona wakaanza kumwongelea. Yaani kama mshtuko fulani. Yaani mke wa Ibrahim, kila kipita hapo mke wa Ibrahim. Mwanamke. Haikuishia hapo. Ikasogea paka tuseme ikulu kwa kipindi kile. Ikasogea kwenye mfalme, wasaidizi wa wafalme wakapeleka habari kwa mfalme. Bwana, kuna mtu kaingia kwenye nchi. Na huyo mwanamke tukimwangalia, tunaona mtu anayekudeserve ni wewe mfalme. Ingekuwa kipindi kisema mke aliingia ni wa moto. Kwa hiyo wakaona hapa mfalme analetea huyo mwanamke. Mfalme
atuma watu wakaenda wakamuuliza Ibrahimu, akasema huyu ni dada yangu, haina shida. Kwa Ibrahimu alikuwa na moyo wa ajabu sana. Aisi hapana. Akamwachia mke wake, wakambeba wakaenda naye mpaka kwa mfalme. Sasa mfalme akiwa na yule mwanamke anashangaa, Mungu anampa mapigo. Unaona eh? Sasa Biblia haijaelezea punishment ambayo alikuwa anafanyaje? Anapata. Lakini mimi naweza kuhisi. Unaweza kuhisi kama alikuwa anapata nini? Kila akitaka kukutana naye Hamna kitu. kuna punishment zinatokea. Nini mbaya? Siku kaota ndoto kwamba bwana utakufa, tunataka kumrudisha huyu mwanamke kwa yule jamaa, kwa sababu huyo aliyemchukua huyo ni mkewe, alafu ni nabii. Kwa mfalme ikabidi amrudishe kwa Abrahamu. Sasa ukisoma mstari wa 19, mfalme anamlalamikia Ibrahimu, anamwambia Abrahamu, mbona ulisema huyu ni dada yangu hata nikamtwaa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue alafu uende zako. Unaona kwamba huyu mke wako ameniletea madhara makubwa sana na wewe ulinidanganya. Sasa kuna kitu ambacho nataka kukiangalia hapa. Okay. Wakati Ibrahimu anafanya yote haya alikuwa hajamzaa Isaac. Sawa. Pastor Ado anasemaga hata Isaac hakuwa kwenye mawazo yake wala kwenye mawazo ya Mungu. Yaani alikuwa hata hajafikiria kuwa na Isaac. Isaac hakuwepo kwenye picha. Kwa vitu vyote vinatokea hivi, Isaac hayupo kabisa. Lakini tunamwona Ibrahim amesema uongo na kadanganya kwa habari ya mke wake. Umeelewa eh? Na nataka uikamate sana. Isaac hakuwepo kwenye picha. Kwa Isaac hajui chochote. Lakini baada ya Isaac kuzaliwa kitu kinatokea. Nataka tusome hii. Ndio alikuwa mtoto wao wa kwanza. Mtoto wao wa kwanza. Mtoto wao wa kwanza. Nani? Jacob. Ngoja. Isaac, Mwanzo 26 mstari, nisomee mstari wa 6 mpaka wa 10. Mwanzo 26 mstari wa 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. Isaka akakaa Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema ni ndugu yangu. Umeona? Huyu ni mwanae tena. Ni ndugu yangu huyu. Maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi ile wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka. Kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamwita Isaka akasema, yakini huyu ni mkeo, mbona unasema ni ndugu yangu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Abimeleki akasema, ni nini hii ulotutenda? Labda mtu mmojawapo angalilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungelitutia hatiani. Umeona eh? Sasa baba mtu, kitu cha kwanza ambacho alikifanya, baba mtu alisema uongo. Yule sio kwamba sio mke wake. Na ukiangalia scenario ambayo ilitokea, mfalme alimpenda mke wa Ibrahim. Sawa eh? Kipindi hicho Isaac hayupo kwenye picha. Na Ibrahim akijua mke wake ni mzuri, akaamua kusema uongo ili asife. Hiyo show ikaenda. Miaka ikapita mingi, akaja akazaliwa Isaac. Isaac naye inatokea the same scenario. Sawa, mfalme akampenda Rebeka. Na Biblia inasema Rebeka alikuwa ni mzuri wa uso. Kwa hiyo utaanza kuangalia kwenye ukoo wao au kwenye ile bloodline yao, sawa? Swala la kuchagua wanawake wazuri, it was not an option. Yani ipo na nitaliongelea vizuri. Yani wao wanawake wazuri. Na ukiangalia Isaac, mwanamke aliyemuoa hakumchagua yeye, alituma tu mfanyakazi kwenda kumchagulia. Akaenda akamchukua mwanamke akamrudi, lakini alipomuona akawa ni mzuri sana. Manake hata wale wafanyakazi walikuwa wanajua Test yao. Yani kwamba test yao hawa ni viwango. Viwango hivi ndivyo wanaofanya. Biblia inasema
alipomwona tu Rebeka akampenda sana. Sasa the same scenario, baba yake mfalme alitokea akataka kumchukua mke wake. Huku kwa Isaac pia mfalme anatokea anampenda, anataka kumchukua mke wake. Baba yake anasema uongo kwamba huyu ni ndugu yake, alafu na Isaac anasema uongo pia kwamba huyu ni ndugu yake. Vinatokea wapi wakati hakuna mawasiliano? Kwamba mtoto angekuwa aliona tukio la baba yake, tungesema amekopi kutoka kwa baba yake. Lakini wakati baba yake anafanya, yeye hakuzaliwa. Lakini automatically katika ulimwengu wa roho kile kitu kinakuwa transferred kwa mtoto. Kwa hiyo unakuta baba alisema uongo, mtoto alisema uongo Isaac. Na kitu kingine nataka kuangalia pia, Jacob alikuja akadanganya kwa habari ya uzaliwa wa kwanza, akapokea baraka. Kwa hiyo unakuta tatizo lilianza kizazi cha kwanza, likaja kizazi cha pili, likaja kizazi cha tatu. Na hakuna mawasiliano, lakini ghafla unashangaa vitu vinafanyika. Na ndivyo inavyotokea katika ulimwengu wa sasa hivi ambao tunao. Kuna vitu ambavyo ukiviangalia unakuja kugundua hivi vitu. Ukifanya historia ukiangalia historia kwenye familia vizuri, utakuja kugundua kuna vitu ambavyo babu yako alikuwa anavifanya. Kwa mfano, nilikuwa naongea na mtu mmoja last week, akananiambia babu yake alianza kusikiliza masomo, anasema aligundua babu yake, baba wa babu yake alifariki, lakini ugonjwa uliomuua wanasema ni kidonda ndugu. Zamani walikuwa hawajui kansa. Kwa walikuwa wanasema kidonda ndugu. Ilikuwa kidonda kiponi mpaka mtu anakufa. Lakini anasema babu yake na ilikuwa inatokea mguuni. Babu yake naye akafariki, na alifariki kwa kansa ambayo ilikuwa imekula goti. Akasema baba yake naye amefariki kwa kansa. Babu yake alikufa kwa goti la kulia, baba yake amefariki kwa kansa ya goti la kushoto. Akasema ameenda hospitali, wamegundua kwamba kuna uvimbe kwenye mguu wake, na wana suspect kwamba ni kansa. Utaangalia ni kitu ambacho kimetoka kutoka kwa mababu na kinasafiri taratibu. Sasa lazima awepo mtu atakayeshtuka aweze kuziba hiyo kitu, kwa sababu usipoziba itatoka kwako na itaenda kwa watoto nyuma. Ukimwangalia nyoka aliyokuwepo kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye bustani ya Eden, alikuwa ni nyoka. Biblia imemtaja kama nyoka. Lakini ukimsoma kwenye Ufunuo alikuwa ni dragon. Shetani usiyepambana naye leo akiwa mdogo, ukimwacha utapambana naye huko mbele, lakini akiwa ameshafanya makubwa zaidi. Kwa kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuvidefeat from the beginning. Unapoiangalia familia yako, unapoangalia, lazima ifike sehemu uandike kwenye karatasi, chora majina, andika babu, andika mjomba, andika, alafu anza kuangalia trend inavyoenda. Utakuja kugundua kuna vitu ambavyo ukiviangalia unakuja kugundua shida sio mimi. Hii shida ilianza mwanzo. Na kuna watu ambao wamepita kwenye changamoto kama hii. Ukisoma Ibrahim anaongopa, anakuja mwanae anaongopa, anakuja mjukuu naye anaongopa. Umeona Unaweza kukuta kwenye familia hawaolewi. Kuna familia ambazo they are very good, very beautiful. Lakini kwenye swala la kuolewa ni issue. Yani kwenye swala la kuolewa ni issue. Na ukiangalia, yani mtu akiolewa kwenye ile familia, yani ile, na unakuta hata akiolewa kusurvive kwenye ndoa ni ngumu. Kwa nini itokee kwa wote? Kwa nini hiyo ni kwenye ukoo? At least ingekuwa ni kwenye familia mtu mmoja, at least unaweza kusema kuna sababu. Lakini unakuta ilitokea kwa baba mdogo, hakuna hicho kitu kinachotokea. Imetokea kwa baba mkubwa huko, hakuna hicho kitu kinachotokea. Imekuja kwenye familia yenu, hakuna. Sasa wewe unayenisikiliza, mpenzi mtazamaji, unatakiwa ukiangalia uanze kushtuka kwamba something is wrong somewhere. Kuna tatizo liko sehemu, na hilo tatizo lazima liwe revealed. Likishafunuliwa hilo tatizo lazima nilistopishe ili uweze kupata. Na unajua unaweza ukaangalia pia in a positive way. Alipokuwa na Ibrahimu ameoa mwanamke mzuri,
ikamsaidia pia mtoto wake akawa na mwanamke mzuri. Na unajua kuna mzuri machoni pako na kuna mzuri machoni pa watu. Hiyo nafahamu. Unakuwa na mwanamke wewe unasema mzuri, lakini wenzako wanamuona mbaya. Anajitia moyo. Anajitia moyo. Lakini kuna mwanamke ambaye ni mzuri machoni pa wote. Sasa Ibrahim anakuwa na wanawake wameoa mwanamke ambaye ni mzuri kwa wote. Yaani akiingia sehemu mji unasimama. Mwanae Isaac naye alikuwa hivyo hivyo. Ameoa mwanamke mzuri, akiingia sehemu mji unasimama. Sawa Sasa hadi Yakobo. Hadi Yakobo. Yaani ilikuwa inaenda. Maana hata Yakobo alipopewa mwanamke yule wa kwanza ambaye si alikuwa alifanya kwanza kwa miaka 7, si ndio? Akapewa mwanamke, alipomcheki yule mwanamke akawa mzuri. Sasa sio huyu. Sio viwango vyetu. Hivi sivyo ambavyo tunavijua. Wako na haijalishi, ngoja nipige miaka 7 mingine ili nipate kinachofanana na mamangu. Umeona? Sana. Na ndio maana wanasema mara nyingi wanaume wengi wanapenda kuoa wake ambao wanafanana na mama zao. Hawaelewi, wanafikiri wanafanana na mama zao tabia na sura. Kumbe kinachowafanya waoe wanawake wanaofanana na mama zao kwa sababu vile vitu vilivyoko kwa baba yao vina function kwao. Umeona? Vile vigezo baba yao ambavyo anavyo ndivyo vinavyo function pia kwao. Sisi nilikuwa nasema na kana baba. Multiply effect. Nilikuwa naongea na mzee wangu akana nisimulia, ananiambia nafikiri kwa mdogo form 3 form 4. Nikamwambia mzee, mimi napenda sana dada weupe. Nilikaa baba na mama. Akasema mimi yani nitaoa dada mweupe au Afkasti au mzungu. Nilikuwa naambia mzee. Mzee akaniambia hilo sio tatizo lako. Akaniambia sikiliza nikwambie mwanangu. Kwetu unaniona mimi kwetu ndo mweusi peke yangu. Akaniambia yeye akaniambia ngoja nikupe story. Akaniambia babu yako alikuwaga chifu. Na wewe babu yako alipokuwa chifu kwake yeye hakuna mtu aliyekuwa na ruhusa kwa mke mweusi. Kwa kijijini kama kuna wanawake wote weusi walichokuwa nakifanya kwa sababu ni chifu, wanaenda kijiji kingine, wanatembea. Wakimkuta mwanamke mweupe wanamvalisha kitambaa. Na wakiona kile kitambaa wanajua hichi kimetoka kwa Chief Kiando. Kwa hiyo mwanamke haolewi, anachukuliwa analetwa. Kwa akasema ndio maana ukiangalia huko kwetu wanawake wote wanakuwa wanaolewa ni wapaka. Sasa hiyo inabidi ushughulikie. Akaambia inabidi ushughulikie. Unataka kuoa mke Mungu ambaye amekupa, sio rangi. Umeona? Sasa utaona lakini mimi ningeanza kupenda weupe alafu ukafikiria labda ni fashion, lakini kumbe kuna vitu ambavyo vina function. Ngoja sana mambo yako. Kwa hiyo unaweza kumwangalia wanasema like father like son. Wewe uchunguze nini? Wanasema like father like son. Kwa hiyo unakuta mtoto anaenda kuoa sawa na alichokioa babake. Na akiangalia mtoto hata mtoto kiume anasifia sifa za mamake tu. I say mimi napenda kuwa na mke kama mamangu. I say mamangu anafanya kazi, mamangu ni mvumilivu, mamangu ni hivi. Kumbe vinavyomuendesha ni vitu ambavyo vilimuendesha pia babake. Kwa anaenda kwenye vigezo vile vile. Sasa kama baba yako kilichomsaidia ni vitu vya kimungu kumpata mke wake, pia nawe vitakusaidia hivyo. Lakini kama vilivyomsaidia ni upande ule mwingine, software hazikuwa zenyewe, basi naweza kupelekea kwa kama baba anakuja kudivorce, tushangana mtoto wa divorce. Ndio maana unaweza kukuta kuna ndoa ambazo huaga zinavunjika tu, hawawezi kukaa na waume zao. Na unakuta ilianza kwa baba ndio ikavunjika. Au baba alianza kwanza kuzaa nje alafu anaoa. Anaanza inatokea baba ana mtoto nje alafu ndo anaoa. Nakuja kushangana mtoto wake wa kwanza ana mtoto nje alafu anaoa. Anakuja tena mtoto wake na huyo mtoto ana mtoto nje alafu anaoa. Na hauwezi kumlaumu mtoto. Ukiwa unaelewa haya mambo, huwezi kumlaumu mtoto. Kwa sababu hata ajitahidi vipi, hawezi kutoka kwa kumshape, kwa kumdiscipline kwa tabia. Unajua kumdiscipline kwa tabia ni sawa na kukatia mti, kupluni mti. Ukitegemea labda huo mti unapotea. Lakini siku zote ukiupluni huo mti unastawi. Tena kuna verse moja Yesu alizungumza, nitasema kuhusiana na hilo, anasema kwenye Yohana 15 mstari wa 2. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili kuzidi kuzaa sana. Kwa hiyo ukiwa na discipline mtoto, wakati tatizo sio la ulimwengu wa mwili, tatizo ni la kiroho. Naambia usije ukazaa kama dadako, usije ukazaa kama dadako. Wewe makini na wanaume, wewe makini na wanaume. Unampluni tu. Hata akisaidika yeye asipozaa, mtoto wake atakuja atazaa.
Kwa hiyo unakuta sababu sio katika ulimwengu wa mwili. Sababu inakuwa katika ulimwengu wa roho. Kitu ambacho nataka kufahamu mpenzi mtazamaji, nataka uanze kuviangalia hivi vitu kwa upana. Wiki ijayo naanza kugusa vyanzo, kwa nini haya mambo yanatokea. Naanza kugusa kila eneo, kwa nini haya mambo yanatokea. Kwa nini hili linatokea kwa upande wao. Kwa nini hawa wanakuwa maskini tu? Kwa nini hawa wanakuwa matajiri tu? Kwa nini watu hawa wanakufa na ugonjwa fulani? Na uje kusikia kuna watu wanasema huu ugonjwa wa kwetu. Mtu anaumwa pumu anakuambia lakini ugonjwa, anaambia sasa huu ugonjwa wa kwetu, upogo huku kwetu. Kwa wala sio cha ajabu. Vitu vyote waga vinakuwaga na sababu. Hata kama ulianzia kwa mababu, lazima kuna sababu iliyoanzia. Na hujaweza kutrace hiyo sababu, sio rahisi ukachomoka. Nilipokuwa naongea na wale wachungaji ambao nimesema mwanzoni safari, tukaongea nikawafanyia kwanza nilipomtoa baba nikaongea na mama. Nikamwambia mama, lazima kutakuwa kuna shida sehemu. Haiwezekani unafunga, unaomba, sawa. Na kilichokuwa kinamdistabu ananiambia, mtumishi naombea watu. Yaani mimi nafanyia watu deliverance, nikiombea watu mapepo yanakimbia. Nikamwambia hiyo sio shida. Yusufu pia alikuwa na karama ya kutafsiri ndoto, lakini alikuwa anatafsiri ndoto ndani ya gereza. Kwa hiyo kuwa na gift kufanya sio kwenye kifungo, sio sababu. Na mimi Yusufu alikuwa kwenye gereza na alikuwa anatafsiri ndoto. Nikamwambia hiyo haijalishi, unaweza kuwa unawasaidia wengine, lakini Mungu pia anataka na wewe usaidike. Na unapokuwa unawasaidia kwa kiwango kidogo. Nikamwambia lakini unafikiri chanzo hichi ni nini? Yaani hii imetokea wapi? Ndo akanielezea sasa. Akaniambia kabla huyu mume wangu hajanioa, wakati wa ujana kuna wakati nilipataga shida ya nguvu za giza. Alafu hizo spirits zikanilazimisha nibadilishe dini. Kwa nikabadilisha dini, nilipobadilisha dini, alafu ni kama wakanipa uganga. Kwa nikawa na tibu, lakini baadaye nikaja nikagundua hii sio njia yangu. Nikaja nikaombewa, nilivyoombewa vile vitu nikaviachia, nikarudi huku, nikakutana na Mr. akanioa, tukaanza huduma. Umeona tukaanza huduma. Sasa walipoanza huduma, Mr. pia alikuwa hajajua vile vitu ambavyo vimetokea kule. Wakati namwombea yule mama, zile spirits zinasema huyu mmetunyang'anya, ni wa upande wetu kule. Kwa sisi hatuwezi kumruhusu akaongezeka kwenye kanisa. Yeye katoroka kule kwetu. Kwa hiyo huku hawezi kufanikiwa kwa namna yoyote. Na hapo baba anafunga, baba anaomba, alafu baba ni wale wanyenyekevu. Sasa unajua wale wachungaji wale ambao mioyo yao iko wazi, wanampenda Mungu yani mpaka basi. Baba amehangaika lakini hakuna kinachosogea. Kumbe nyuma ziko hizo jamaa, hizo spirit. Lakini zilikuwa zina sababu. Umeelewa? Sasa kuna vitu ambavyo mpenzi mtazamaji vinakutesa. Na vinaweza sio vinakutesa wewe, vinatesa uzao. Tatizo la uongo lilimtesa Ibrahim, likamtesa Isaac, likamtesa na Jacob. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinawatesa ukoo mzima. Ukiona unasikiliza sasa hivi, ni kwa sababu Mungu anataka kwako wewe ndio iwe mwisho. Lazima uchukue hatua ya kusema kwamba watoto wangu hawatapita pale ambapo nimepita mimi. Kama mimi nilipambana nikapita kwenye maisha kwa ugumu, kwa watoto wangu isiwe hivyo. Kwa simama eneo ambalo limebomoka. Simama kwa niaba ya kizazi ambacho kinakuja. Kwa popote mpenzi mtazamaji ambapo unanisikiliza, tunaendelea na sisi taratibu, wala usiwe na haraka. Tunaendelea taratibu, utaenda kuelewa sana na mwisho wake tutaenda kujifunza namna gani sasa tunachomoka. Namna gani tunatoka kwenye hizi changamoto ambazo tunazo. Kwa masomo ambayo umepita, unaweza ukaenda kuangalia kwenye page yetu ya YouTube. Tumeyaweka pale. Na ukiandika Sanbella Kyando kwenye YouTube itakuja page imeandikwa Reality of Christ. Una subscribe pale. Masomo yakitoka unaweza ukayaona. Pia unaweza ukapita kwenye page zetu za Facebook, inaitwa Reality of Christ Ministry. Unaweza kupita pia Instagram, imeandikwa Reality of Christ Ministry. Ibada zetu pia zinakuwa live. Kila wakati ibada zetu zinakuwa live. Kwa hiyo ukisubscribe itakupa notification kwamba sasa hivi tuko hewani, kwa utafuatilia, utaweza kuwa na mafundisho zaidi. Sam alizungumzia kuhusiana na swala la namba. Labda Jose tufanyie sana ile namba tena. Inawezekana kuna mtu anatazama sasa hivi Chomoza hapa
aweze kuikopi ile namba ili aweze kuwasiliana na mtumishi wa Mungu hapo. Yes. Yes, hiyo namba inapita, lakini hiyo namba sio ya kwangu, ni namba ya ofisi. Watu wanakuwa wakali sana. Wapita sana, afu nakuta dada anapokea. Huyo dada anapata shida. Kwa hiyo nipende ufahamu tu kwamba hiyo namba ya ofisi, ukipiga hiyo namba utapangiwa appointment, hasa tuma message. Simu zinakuwa nyingi sana. Na wote wale tuma message tumefanikiwa kurejea. Tuma message sema nahitaji kumuona mtumishi kama uko Dar es Salaam, alafu utapigiwa simu, utapangiwa appointment. Alafu kwenye appointment utakuja utaonana na mimi, kwa hapo unaweza kuwa na access na namba yangu. Lakini kabla hapo utatumia hiyo namba ya simu. Hili ni somo jipya ambalo linafahamika kama matatizo ya mila desturi katika maisha ya Mkristo. Hii ni sehemu ya pili leo tukiwa na mtumishi wa Mungu Sanibela. Amesema wiki ijayo atakuja kufundisha tena kwa kina namna gani ya kutoka kwenye haya matatizo. Mimi nizungumzie na ukoo wa kina Temu. Ukoo wa kina Temu ni ukoo mkubwa sana, ni ukoo ambao umegawanyika sehemu nyingi sana. Alafu katika mtumishi Sanibela katika ukoo huu wa Wachaga wote Tanzania. Chaga na mambo mengi sana. Kuna kipengele tunakuja, tutaongelea kidogo kwa habari ya matambiko. Wachaga mtahusika sana hapo. Wachaga? Zile za Disemba. Zile za Disemba zile. Ngoja nyamaze. Anyway, asante sana mtumishi wa Mungu Sanibela. Mungu akubariki sana. Na kuna seminar, nataka nikuseme Bela, leo ni seminar. Tunakuaga na ibada mara moja ya wanawake ambapo inaanza saa 9:30. Njoo hautajutia. Ndio. Yaani kama kuna kitu nakuahidi mwanamke popote unaponisikiliza, saa 9:30 wewe umefika pale Reality of Christ Ministry. Jimmy atakuelekeza sehemu ilipo. Utajifunza neno la Mungu, utakutana na wanawake wengi sana. Njoo pale jifunze neno la Mungu na Mungu atakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia. Njia rahisi ya kuweza kufika kwa mtumishi wa Mungu pale Sinza, kama umetokea Afrika sana, ukifika Sinza Mori, ukishuka tu unarudi nyuma kidogo, kuna barabara ya rami. Ukimuuliza tu barabara mtu anataka kwenda kwa Lachazi ama anataka kwenda Tamo, atakuelekeza tu. Ni karibu, yaani unapotee. Ukitembea tu ni kama hatua 5-6 hapo utaona Michongoma. Kwa hiyo Michongoma ndani ndipo ilipo huduma. Lakini kama umetokea Shekilango, basi utashuka, utavuka barabara, utakutana hiyo barabara ya lami ambako unatembea. Yaani wewe ngoja nikwambie, ishara yako ni Michongoma. Kwisha. Usipate shida. Ishara yako ni Michongoma. Ukiona Michongoma, wewe ingia humo ndani. Mungu atakwenda kukuhudumia kwa namna ya ajabu. Asante kwa kutazama Chomoza ya Clouds TV. Tutakuja hapa kusoma SMS zako, lakini pia kwenye Sunday update kuna mengi ya kuzungumza hapa. Enjoy na Mungu akubariki sana kwa kutazama Chomoza ya Clouds TV.